Tumekaribia Pasaka. Iwe unaamini kwamba ipo au haipo, iwe unaisherehekea au uisherehekei, iwe unaiadhimisha au uiadhimishi. Lakini Biblia inatufundisha kwamba mahali fulani kwenye Biblia Pasaka ilikuwepo. Sasa asili ya Pasaka kwa wale wasomaji wa Biblia ni kipindi ambacho wana wa Israeli walikuwa wanatoka katika nchi ya Misri kuelekea katika nchi ya ahadi. Usiku ule ambapo Mungu aliwaambia wana wa Israeli wamchukue mwana-kondoo, wamchinje na damu yake waipake katika miimo ya milango na vizingiti vya milango. Usiku huo malaika alipita katika nchi yote ya Misri na kuua wazaliwa wa kwanza. Na usiku huo Mungu aliwaambia wamle ule mwana-kondoo pamoja na mboga chungu kwa haraka, lakini wavae viatu na kufunga mkanda, kwa sababu siku hiyo ndipo ambapo Mungu atatoa majeshi ya Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Lakini tunaendelea kusoma katika Biblia, inatufundisha kwamba walipotoka usiku ule, Mungu aliwaambia kwamba leo hii ndio itakuwa mwanzo wa mwaka kwenu na mwanzo wa mwezi. Maana yake kalenda ya Wayahudi au Waisraeli ilianzia siku hiyo walipotoka katika nchi ya Misri. Sasa naomba nisome katika kitabu kile cha Kutoka sura 12 na mstari wa kwanza hadi wa pili. Biblia inasema hivi: Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Kwa hiyo ile siku ambapo wanatoka, Mungu aliwaambia kwamba huu ndio utakuwa mwanzo wa tarehe. Kwa hiyo kwa ufupi, taifa au kalenda ya Wayahudi ilizaliwa siku ambapo walikuwa wanatoka, walipotolewa katika nchi ya Misri. Sasa ni kitu gani ambacho nataka tukiangalie, hususan tarehe hizo zinapokaribia? Kwa sababu Yesu naye pia alikuwa anaadhimisha hii Pasaka wakati yuko duniani. Hakuwa anaadhimisha kidini, lakini alikuwa anajua Pasaka kwa namna moja nyingine inahubiri jambo fulani katika ujumbe wa Agano Jipya. Ndio maana kipindi ambacho Yesu anakaribia kwenda kusulubiwa, siku chache kifo cha Yesu kiliangukia ule msimu wa Pasaka. Na usiku ule ambapo ilikuwa ndio tarehe ya kusherehekea Pasaka, Bwana wetu Yesu pamoja na wanafunzi wake walikusanyika katika kile chakula cha jioni kwa ajili ya kuadhimisha siku ile ya Pasaka. Sasa kitu gani ambacho nataka tukiangalie? Turejee kule ambapo wana wa Israeli walikuwa wanatoka katika nchi ya Misri. Mungu akamwambia huu utakuwa ni mwanzo wa miaka kwenu na ni mwanzo wa kalenda mpya. Maana ni mwezi wa kwanza na tarehe ya kwanza siku waliotoka katika nchi ya Misri. Sasa kulikuwa kuna kalenda za wa Misri zilikuwepo. Pengine kipindi hicho kilikuwa ni mwezi labda wa 4 au wa 5 au wa 6 au wa 10, hatujui. Au pengine walikuwa wanafuata kalenda za Kibabeli kwa sababu Babeli ilikuwepo wakati huo, au kalenda za Ashuru, hatujui. Lakini tunajua kwamba dunia ilikuwa ina kalenda yake ambayo ilikuwa inaenda nayo. Mungu aliona kalenda ya dunia haifai kuwa kalenda ya watu wa Mungu, akaibadilisha na kuwapa wana wa Israeli kalenda mpya. Na kalenda hiyo ilianza siku walipotolewa katika utumwa wa Misri. Sasa katika roho ni hivyo hivyo pia. Kuna kalenda ambayo inaanza kwa watu ambao wanatoka katika utumwa wa dhambi. Na kalenda hiyo inakuwa ni mwanzo wa siku, mwanzo wa mwaka, na ni mwanzo wa tarehe, na ni mwanzo wa mwezi mpya. Nataka nikupe jambo moja ambalo linaweza kutuingiza ndani kabisa katika tafakari hii. Mtoto anayezaliwa siku ya leo, maana hiyo siku aliyozaliwa ndio mwanzo wa tarehe kwake, mwanzo wa kalenda kwake, ni mwanzo wa mwaka kwake. Wakati dunia itahesabu tupo mwaka wa 2000, yule mtoto aliyozaliwa siku ya leo anahesabika au anahesabu kwamba leo ni siku ya kwanza ya maisha yake. Kwa kila mwaka tarehe kama hiyo na mwezi kama hiyo, huo atakuwa anasherehekea au anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Sasa sifundishi kuadhimisha siku za kuzaliwa, lakini nataka tupate picha fulani kitu ambacho tunataka tujifunze siku ya leo. Kwa hiyo chochote ambacho kinaanza na mwezi mpya, tarehe mpya, maana hicho kitu kimezaliwa. Huwezi kusema leo ndo tarehe yangu moja, mwezi wangu wa kwanza, na sio siku yako ya kuzaliwa. Kwa hiyo kwa mantikio basi tunarudi kule kwa Israeli. Mungu alipoambia kwamba leo ni tarehe yenu ya kwanza, mwezi wenu wa kwanza, mwaka wenu wa kwanza, maana kwa namna nyingine, kwa lugha nyingine, alikuwa anaambia kwamba leo ndo mmezaliwa. Kumbe Pasaka inatuhubiria kuzaliwa upya, ijapokuwa walikuwepo, lakini wanapewa kalenda mpya. Na hivyo hivyo pia tunapoelekea katika msimu huu wa Pasaka, zaidi ya kwamba tunaangalia kwamba ni sherehe, tunaangalia tu kwamba Yesu alifufuka, lakini tufahamu ya kwamba kuna ujumbe wa kuzaliwa mara ya pili.
Wengi wetu hatujui kwamba pasipo kuzaliwa mara pili hatuwezi kurithi uzima milele. Sasa nataka tuangalie muunganiko wa Pasaka na kuzaliwa mara pili katika Agano Jipya. Naomba tuende pamoja katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 3. Habari ya Nikodemo ambao wengi wetu tunaifahamu. Tunaweza tukapata jambo fulani. Naomba tusome kwanza Yohana sura ya 2 na ule mstari wa 23. Alafu tutaendelea katika ile Yohana sura 3 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 9 au wa 10. Yohana Mtakatifu sura ya 2 na mstari wa mwisho kabisa wa sura ya 2 ambao ni mstari wa 23. Biblia inasema hivi: hata alipokuwa Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, zingatia hilo neno, wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe aliyajua yaliyomo ndani ya mwanadamu. Sasa angalia maandiko yanofuata baada ya hapa. Sura ya 3 mstari wa kwanza. Wakati wa Pasaka, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, tunajua kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Nikodemo alimfuata Bwana Yesu wakati wa Pasaka usiku, sio wakati mwingine. Akamwambia, Bwana, tunajua kwamba wewe, mwalimu, tunajua kwamba wewe umetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu aweze kuzifanya ishara hizi isipokuwa Mungu kwa pamoja naye. Lakini angalia jibu la Yesu baada hapo. Na ilikuwa ni wakati wa Pasaka. Yesu akajibu akamwambia, amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Najiuliza kwa nini Bwana Yesu alete hoja ya kuzaliwa mara ya pili wakati wa sikukuu ya Pasaka na wakati ambapo Nikodemo amemjia. Nikodemo kumuuliza habari za kurithi uzima milele. Yeye alikuja kumwambia, tunajua kwamba wewe umetoka kwa Mungu. Lakini Bwana Yesu anaondoka mbali na lile swali au ile hoja ambayo Nikodemo alileta, anampeleka kwenye masuala ya kuzaliwa mara ya pili na kurithi uzima milele. Anamwambia kwamba amin, amin nakuambia. Maana amin maana yake ni hakika, hakika nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kurithi ufalme wa Mungu, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Tuendelee mstari wa 4. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nalikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Tuishie tu hapo. Hoja ambayo Kristo alileta wakati wa Pasaka ni kuzaliwa mara ya pili. Nikodemo alikuja kwenye sikukuu. Watu wengi walikuwa wanamjia Bwana Yesu, lakini Kristo katika akili yake, katika ufahamu wake, alikuwa anahubiri moja tu, mtu asipozaliwa mara ya pili. Kwa kumbe kuna kuzaliwa mara ya pili, kuna mwanzo wa tarehe, kuna mwanzo wa miaka, kuna mwanzo wa siku, kipindi cha Pasaka. Sasa wengi wetu tunakuwepo katika kipindi cha Pasaka au tunaingia msimu wa Pasaka, lakini tunaingia kidini na kimadhehebu na kidesturi na kitamaduni na kimazoea, kwamba tuna siku fulani tunafunga kabla Pasaka, lakini hatujui nini maana Pasaka, kama Biblia inaturuhusu kuadhimisha Pasaka. Leo hii Pasaka wewe unaichukuliaje tunapokaribia kipindi ambacho tunaenda kutafakari mateso ya Bwana Yesu? Nikodemo alifika pale, alikuja kumwambia habari za kumsifia Bwana Yesu na kumkiri, lakini Kristo alimwambia sio tu kunikiri kwamba mimi nimetoka kwa Mungu, usipozaliwa mara ya pili Pasaka yako ni bure. Alimwambia Nikodemo. Vile vile pia leo hii Pasaka yangu itakuwa ni bure endapo kama tutajua kwamba kuna kuzaliwa mara ya pili. Hebu sikukuu ya Pasaka tunapoikaribia, fikiria jambo hili, kuanza mwanzo wa tarehe, mwanzo wa mwaka, mwanzo wa siku katika Roho. Na hapa Biblia inatufundisha kuzaliwa mara ya pili ni kwa maji na kwa Roho. Maana yake ni lazima tuzaliwe kwa maji. Kwa namna gani? Kwa nini tunazaliwa kwa maji? Kuzaliwa kwa maji ni ubatizo wa maji mengi kwa jina la Yesu Kristo. Mtoto anapozaliwa kuna vitu vinatangulia, kuna maji yanaanza. Mama yule anatoa maji, baadaye inakuja damu, baadaye inakuja roho, mtoto anazaliwa. Kwa mtoto anazaliwa kwenye maji, kuna maji yanamzunguka tumboni mtoto anapokuwa katika tumbo la mama yake.
Ndio maana Biblia inafananisha jambo hilo pia katika roho. Ni lazima na sisi tutoke katika maji. Unapozama katika maji mengi, unapokuwa katika maji, maana yake ni kama upo katika tumbo la mchi, tumbo la mama yako, ardhi, udongo. Unapotoka kule ni kama mtoto anayezaliwa, maji yanapopasuka, hali maji ya uzazi. Na hapo ndipo mtoto anapoingia, anapoanza tarehe ya kwanza, mwezi wa kwanza wa maisha yake akiwa duniani. Na hivyo hivyo pia tunapozaliwa mara ya pili. Unapoingia au tunapotafakari kuhusiana na Pasaka, kufa kwa Yesu, tujue kwamba hakufa ili kwamba tujue kwamba alikuja kufa. Alikufa ili kwamba tuweze kuzaliwa mara pili, tupate nguvu ambayo itatubadilisha baada ya kuzaliwa mara pili, tuwe wapya. Ndio maana mahali fulani katika maandiko Biblia inafanisha ubatizo na kufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja naye. Katika nguvu zile zile zilizomfufua Yesu kutoka katika mauti, na sisi zinatufufua, zinatuleta katika upya. Tunaingia katika dunia nyingine katika roho. Mambo ya kale yanakuwa yamepita, mambo ya kwanza yanakuwa yamepita. Hakuna mtoto yote anayezaliwa na kusema nakumbuka kabla sijazaliwa nilikuwa sehemu fulani. Hakuna, yanakuwa yapo hata kama alikuwepo sehemu nyingine. Kuna sisi tunapofika katika msimu wa Pasaka, hata kabla kufika, ni lazima tujue Yesu anatuambia nini? Tuzaliwe mara ya pili kwa maji na kwa roho. Maji mengi, batizo wa maji mengi. Wengi tunaupuuzia tukidhani ya kwamba tutaweza kuurithi uzima milele pasipo ubatizo ikiwa tumeshasikia. Kitabu cha Marko sura ya 16 na mstari wa 16, Biblia inasema kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka. Ni lazima uamini na kubatizwa. Usipoamini, usipobatizwa huwezi kuokoka. Ni Biblia ndio inasema hivi. Lakini pia na kwa roho, tunazaliwa kwa roho kwa namna gani? Kwa kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kristo alipotoka pale Jordan, Biblia inatuambia alipopanda kutoka majini, roho, mbingu zilifunguka, roho akashuka juu yake kama hua. Aliposhuka juu yake kama hua, ndipo hapo Kristo alipoanza kufanya huduma. Sauti ikashuhudia, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa ni lazima pia katika msimu huu wa Pasaka tulijue hilo. Sio tumeshaingia Pasaka au tunaikaribia Pasaka. Tufahamu kwamba katika tarehe hizo katika historia Mungu alihubiri kuzaliwa upya. Kuanza mwanzo wa siku, mwanzo wa miaka, mwanzo wa tarehe, kalenda mpya. Na sisi pia tujue tunapofika hicho kipindi cha kalenda mpya. Sio kalenda mpya za kimaisha, sio kalenda mpya za kufanya biashara. Hizo ni kalenda zetu sisi. Lakini kalenda yako wewe katika roho ni ipi? Maisha yako ambayo uko unaishi hapo kwanza, je, utaendelea kuishi nayo hicho kipindi? Vitu ambavyo uko unavifanya hapo kwanza, je, utaendelea kuvifanya tena wakati? Uthibitisho wa kuzaliwa mara ya pili kwako ni upi? Kama utakuwa unaendelea na ulevi, kama utakuwa unaendelea na uasherati, kama utakuwa unaendelea na kutokusamehe, kama utakuwa unaendelea na kuweka vinyongo na kuwashikilia watu katika moyo wako, kama utakuwa unaendelea na ulevi, kama utakuwa unaendelea na udanganyaji na umatusi na kutokuwa mtu wa ibada na kutokuwa mtu wa maombi na kutokuwa mtu wa mifungo, utathibitisha vipi kama umezaliwa mara ya pili? Uthibitisho wa kuzaliwa mara ya pili ni maisha mapya. Mwanzo wa tarehe, mwanzo wa mwaka. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo jifunze kuhusiana na maandiko, kuhusiana na siku kama hizi. Sisi tukaingia katika makosa ambayo yanatuletea laana badala ya baraka. Sio kula na kunywa tu wakati, ni kumtafuta Mungu na kutubu dhambi na kuzaliwa mara ya pili. Mungu akubariki, uwe na wakati mzuri. Shalom, shalom.